Urafiki imeweza kupata ushindi wa bao 3-2 dhidi ya timu ya Jobless katika hatua ya nusu finali dhidi ya timu hiyo. Kutoka katika hivi viwanja vya Mauzi Dome, mchezo huo uliweza kurindima hapa na timu zote hizo mbili kuweza kuonesha ni nani ambaye atakayeweza kuingilia katika lango la mwenziwe la ushindi, na hatimaye timu ya Urafiki ikaweza kuonesha ujabari huo. Tuweze kuungana na makocha kutoka katika timu zote hizo mbili na kuweza kusikiliza ni nini wanaongea kuhusiana na mchezo huu wa leo. Mwinyi maarufu Kibojo, kocha wa Jobless. Tulijiandaa uzuri muda mwingi sana. Tuna zaidi ya mwezi mmoja katika maandalizi yetu. Tumedominate mpira uzuri, tumecheza vizuri katika sema makosa madogo tulofanya mistake yametuharimu, lakini tuliweza kufika haraka mbele ili tupate goal na tumefanikiwa, ila hata muamuzi naye ametunyima dakika. Wamepoteza muda mwingi katika kulala, lakini hata dakika za nyongeza referee hakutupa. Ingelikuwa kwa muda upo tungeweza kupata goal. Aina hiyo inakuwa inatokezea kwa sababu tushafungwa goal 3. Tushafungwa goal 3, kila anachokifanya naweza wanaonewa. Kwa hiyo tumetuliza watu, tuliwaambia watu wetu tufike mbele haraka ili tuweze kupata goal na tulifanikiwa. Na ingelikuwa kwa muda tungeweza kurejesha goal. Naambia wasivunjike moyo. Kwenye mpira ndo hatua kama hii ya kuingia kwenye final, mmoja hapo lazima apoteze. Kwa hiyo safari yetu imeishia hapa, tunajipanga kwa mwakani ili tuweze kufika kanda. Mimi ni mwalimu wa timu ya Urafiki, naitwa Hussein Suleiman, mwalimu mkuu wa timu ya Urafiki. Tulijiandaa kwa sababu ya finali. Na mechi ya finali ndio kama mlivyoiona ilivyochezwa manake. Hatuna kitu kingine ambacho tumejiandaa, tumeelekeza wachezaji wetu kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu katujalia tumeweza kuwini mechi. Jobless ni timu nzuri sana kwa sababu walipo plan ya mwanzo ilivyofeli wakatengeneza plan nyingine. Umeona high ball, wamepiga high ball, ndio kitu ambacho kilikuwa kinatusumbua sana. Tukana wachezaji wetu walikuwa sana watch sana mpira kuliko watu, lakini Mwenyezi Mungu kajalia. Unajua sometimes mechi unaweza ukacheza vizuri usishinde, lakini unaweza ukacheza vizuri pia ukashinda, lakini kitu cha msingi ni uwe na bahati. Tumekuwa na bahati, tumeweza kushinda game kama hii. Tumecheza vizuri kwa sababu la kwanza lazima ucheze vizuri alafu ndio uwe na bahati. Tumecheza vizuri, tumeshinda mechi. Tutarudi katika kiwanja cha mazoezi, tushaona, tutaenda kuzungumza na wachezaji wetu kitu gani ambacho tutakuja kukifanya. Waje tu washabiki watuongezee nguvu, kwa uwezo Mwenyezi Mungu tutawini game hiyo nyingine ya finali. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Mauzi Dome, ni mimi sport lady wako Jamila Ubwa, Leaders TV. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.